kwenye package for success ni lazima pia ujitambue, ufahamu especially hichi kitu ambacho kinaitwa your color. What is your color in terms of psychology and profession? Na nitaenda haraka, lakini wakati nasema nataka ujiangalie huko group gani, kwa sababu group ambalo upo huwa linaweza lika-affect sana namna unavyo interact na kubehave mbele za watu. Lakini pia kwa kuelewa groups za watu wengine itakusaidia kuleverage mahusiano yako na watu wengine, na utakuwa effective sana kwenye kufanya kazi na watu wengine. Kwa kwanza ni watu ambao tunawaita blue in color. Blue in color ni watu ambao wako emotional driven, au ni watu ambao wanaendeshwa na hisia. Ni watu ambao mara nyingi wanapenda amani, au ni watu ambao hata ukiwakosea wao ndio wanakuwa wa kwanza kuja kutafuta suluhu. Wanasema naomba tukae chini tuongee tuyamalize. Huwa hawapendi migogoro, hawapendi kuwa katika tension, hawapendi kugombana na watu. Lakini pia wako enthusiastic. Ni watu ambao wamechangamka, ni watu ambao wana hamasa kwenye maisha yao. Wako creative pia, na wana sympathy, wanaweza kuwa na huruma juu ya watu wengine. Ukiwa na mtu ambaye ni blue, mara nyingi wanatengeneza connection na watu wengi sana. Watu blue huwa wanapendwa pia kwa sababu huwa wanajali sana watu wengine. Mtu blue ukimwambia nimeshindwa kuja kazini leo kwa sababu mwanangu alikuwa anauma, utasikia baada ya siku mbili anakuuliza yule mtoto wetu anaendeleaje. Wanajali watu wengine, wana hisia za watu wengine, wanapenda kushiriki, wanapenda kuonekana wema. Lakini pia changamoto yao ni kwamba kwa sababu wataki kuonekana wabaya, mara nyingi wao wana misimamo sana. Kwa hata kama wanajua nani amekosea, ukiuliza hii peni nani alichukua hapa, hata kama aliona aliyechukua atakwambia ilikuwepo hapa lakini imepotea sijui imeenda wapi. Hao ni watu ambao tunaita blue collar. Wanapenda kuwa na mazungumzo most of the time. Ukiwa nao they cannot miss a topic to talk about. Ukiwa nao ofisini wanazunguka kila department, wanajulikana kila mahali. Wanamjua kuanzia mlinzi, mfagizi mpaka director. Kwenye kikao asubiri afikirie mara mbili. Wakiuliza tu nani mwenye kitu ananyosha, afu baadaye ndo anafikiria hivi nilikuwa nataka kusema nini. Hao pia ni watu ambao wako kwenye blue. Ni wazuri kwenye kutunza mahusiano, wanaweza kuweka watu pamoja. Ukiwa nao kwenye group ndo kila siku wanasema hivi mtoko wa mwezi huu ni wapi? Tunamtembelea lini yule aliyejifungua? Hao ni watu ambao wana cohesion. Tunao kwenye familia, tunao maclassmate wetu, tunao pia makazini. Ni watu muhimu kwenye jamii zetu pia. Wanapenda kusalimia kila mtu. Au ukiwa unaenda nao mahali ujiandae kusubiria. Kwa sababu wanasalimia kila mtu, atakusubirisha wewe kama ndo mmeenda kanisani mmeshatoka, ukiwa na haraka nenda tukasubiria kama ni kwenye gari au wapi. Kwa sababu atasubiria mtu wa kwanza mpaka wa mwisho pia. Kwenye harusi the same, wanapita kila meza anasalimia watu. Wa pili tunaita gold. Okay? Kwa nataka ujiangalie pia kwa sababu ina affect pia namna unavyo interact na watu. Gold ni watu ambao tunasema wako loyalty driven. Ni watu ambao wanapenda kufuata sheria na utaratibu. Hawa ni watu ambao kila mahali wanapoweka mambo yao wanataka yawe hivyo hivyo. Hao ndio watu ambao nyumbani wakikuta kikombe kimehamishwa watakuuliza kikombe hapa kimehamiaje hapa kutoka hapa. Ukiingia kwenye chumba chao kila kitu kipo mahali panapohusika. Ofisini wanataka kufuata sheria. Ukiwaambia bana utu jamani tuanze utu, sio utu. Kwani sheria inasemaje? Regulation inasemaje? Law inasemaje? Hawa ni watu ambao utu unafuata baada ya sheria kuwa imefuata. Ni watu ambao hawapendwi sana kwa sababu wanaonekana kama vile hawana hisia na watu. Lakini the good thing about them ni kwamba wako responsible. Na watu ambao ukiwapa majukumu unaweza ukaenda kulala, ukasema kabisa nimewapa majukumu naenda kupumzika, watayafanya. Blue ni tofauti kidogo, wenyewe ukiwapa majukumu wanapenda kufanya na kurudi, watakuuliza mara mbili. Gold you can give them assignment, you go and sleep, kesho watadeliver kama ambavyo ilikuwa inatakiwa. Lakini pia wako appreciative. Ni watu ambao hawana shida kukuambia umependeza. Hawana shida kukuambia you look good. Hawana shida kukuambia pale umefanya vizuri. Blue ni tofauti. Blue wao wanapenda attention ije kwao. Kwa hiyo usipowaambia watakwambia hivi hujaona nywele zangu jamani, mbona tangu asubuhi uko kimya tu. See, lakini gold wao ni tofauti. Gold wao they can appreciate people, no problem about it. Hawa ukiwaangalia kwenye watoto wetu tunao wenye personality kama nilivyosema, nyumbani utawaona na wengine mnaweza mkajiona katika haya. Orange ni short term driven. Ni watu ambao wa mlipuko. Orange unaweza ukauliza uko wapi? Niko nyumbani. Twende Kariakoo na kuja. Afikiri mara mbili. Ni watu ambao leo wataanza kufanya kitu hiki, kesho wakisikia kuna biashara nyingine nzuri watahamia huko. Kwa hiyo juzi uliwakuta wanauza mawigi, kesho utakuta wanauza dagaa wa Kigoma. Hawana shida kubadilisha biashara, hawana shida kuhama ofisi, hawana shida. Wao kwa wao ni watu ambao ni wa adventure. Wanapenda matukio, wanapenda kutoka. Ni watu ambao watakwambia kuna hili twende huku, kuna hili twende huku. Ni ngumu sana kwa mtu orange kutulia mahali pamoja. Ni watu ambao watakuwa wanatafuta tu sababu ya kuinuka.
Kwa watu ofisini unakuta akikaa hawezi kukaa muda mrefu. Utakuta akikaa kidogo ametoka, ameenda department nyingine. Hakuna anachoenda. Akifika kule anasalimia, mjambo jamani, nilikuwa tunawasalimia tujaonana. Wakati asubuhi amewaona wakati wanaingia. Hao tunaita ni orange. Lakini pia wako very competitive. Wako very competitive. Ni watu ambao wanapenda kushindana hata katika mambo ambayo hayana msingi. Kwa anaweza akaja tu hapa akasema, mimi ndio nilikuwa kwanza kuona jua wakati nachomoza huko Victoria. Yaani hata mashindano ambayo hana sababu yoyote ya kushindana, lakini yeye atapenda kuonekana kwamba ameshindana. Anapenda ushindi kwenye vitu ambavyo hata sio vya lazima. Wana spirit ya kucompete. Kwa wanapenda competition. Wakishindwa kucompete basi watatafuta vitu ambavyo wanajua kabisa hauna uwezo kupata ushahidi wa ushindi. Kwa hiyo atatumia hivi. So lakini pia wako impulsive. Ni watu ambao wanafanya maamuzi haraka, ila pia wanabadilisha maamuzi yao haraka. Yaani maana yake kuwayumbisha sio kitu ambacho ni kigumu. Unaweza kuwayumbisha anytime na anyhow. Wanaweza kukubali chochote wakati wote. Au hata kwenye kwenye vikao sio kuwategemea sana. Kwa sababu unaweza wakakusupport kabisa wakasema niko na wewe. Baadaye akija mtu mwingine anasema mimi niko na huyu sasa, niko na huyu hapa. Ukimuuliza sio ni support anasema wewe kunielewa. Mimi nilikuwa namaanisha hichi huko. Okay? So ni watu ambao hawako stable kwenye mambo mengi ya maisha yao. Mara nyingi wana maneno mengi lakini unakuta hawezi kufanya vitu. Mara nyingi sio lazima wao wanajua vitu ili kuwa na confidence. Wanaweza kuwa na confidence hata hawajui kitu chochote. Lakini wanaweza kukutishia sana. Unafahamu? Unaweza kufikiri wao wanajua dunia nzima. Kwa sababu akiona picha ya New York anaweza kukusimulia mitaa ya New York hata kama hajawahi kufika. Wa mwisho ni green. Green ni watu ambao wako logical driven. Ni watu ambao wanaamini katika mawazo yao. Ni watu ambao wanaamini wao wana akili sana. Ni watu ambao wanapenda kufikiria zaidi. Mara nyingi watu tunawaita independent thinker. Hao waga sio wazuri sana kwenye teamwork. Na mkiwa mnajadiliana vitu usikia, sasa nipe muda kwanza nifikirie. Nipe muda kwanza nifikirie. Au hata kama watu wote mmekubali atakwambia mimi sasa hivi niko na nyie lakini nipeni muda kwanza baadaye nitakuja na mawazo yangu. Wanaamini katika logic zao, wanaamini katika mawazo yao. Lakini ni wazuri kwa sababu wako very focused. Wakiamua kufanya kitu wanafanya. Wakiamua kusimamia jambo wanafanya. Sio watu ambao utawakuta wanahamahama au wanayumbisha. Wako very efficient kwenye mambo yao. Wana ufanisi sana wakiwa kazini, lakini wako analytical. Huwa wanachambua mambo kabla hawajafanya. Ukimkuta green akifanya maamuzi, huwa wanachelewa kufanya maamuzi, na wakifanya maamuzi yao huwa wanayasimamia kwa muda mrefu. Orange ni tofauti. Orange wanaharakisha maamuzi, lakini pia wanaharakisha kuyatengua maamuzi yao. Kwa ukiwa kwenye mahusiano, kwa mfano unaanza mahusiano na mtu ambaye ni orange, ni tofauti sana na mtu ambaye ni green. Orange anaweza kaja kukuambia tu asubuhi tu ukakuta kwamba mimi nafikiria tuko pamoja. Yaani hivyo simple namna hiyo. Ukamuuliza kwa nini, anasema kwa nini unaniambia good morning kwa herufi kubwa? Yaani sababu ambazo hazina sababu za msingi, lakini anaweza akaamua anytime mambo hayo. So nataka ufanye kahomo kadogo sana. I understand kwamba unaweza ukajikuta kwenye grupu zaidi ya moja, lakini psychology inasema kwamba kuna eneo mojawapo katika manne ambayo ndio huwa default mode yako. Yaani hata kwa sehemu zingine zote, lakini ukasema ukikaa kidogo utarudi hapo. Yaani ndio default mode yako, ndio ulivyo hivyo, ndio makeup yako. Sasa hizi ni nature ambazo watu wanakuwa nazo. Tunazisema ili uweze namna ya kujua namna ya kuzimanage. Kuna rangi mojawapo katika hizi ambayo huwa una display zaidi kuliko rangi zingine. Ukishajua ni rahisi sana namna ya kudili na mtu, kwa sababu utakuwa usumbuki kabisa. Kwa sababu ukiwa na orange atakudisappoint kila wakati. Kwa mfano mtakubaliana kitu, kwa mfano orange ana shida na kuchukua appointment mbili ambazo muda unafanana. Yaani anajua kabisa hataweza, lakini atakwambia tuko pamoja. Kesho kimuuliza nilisahau. Hana shida kukudisappoint kwenye kitu cha muhimu, kwa sababu yeye kwake hayuko emotional. Blue is a different. Blue akiweka commitment ata pay the price ya kuhakikisha commitment yake anaipata, lakini at the expense of himself. Lakini njia nzuri pia ni kuwauliza watu, hasa wanaokufahamu. Mara nyingi watu tunapenda kujipa sifa ambazo hatuna. Kwa njia nzuri pia ni kuwauliza watu, how do you see me? Namna gani unavyoniona? Wale watu wanaweza kukusaidia sana kukuelezea namna ambavyo upo. So baada ya kujifahamu, maana yake ili ujipackage for success, unatakiwa ujue what sources of power do you use to rise up on the ladder. So kwa chochote unachokifanya kuna vitu vinaitwa sources of powers au bases of powers. So hao wataalamu French na Raven waliwahi kufanya utafiti wao, wakagundua kwamba kuna 5 sources of powers ambazo wanadamu wanazitumia kufanikiwa kwenye maisha yao ya kawaida. Nitaelezea kwa mapana, lakini kwa kuzimention, moja tunaita coercion, nyingine reward, legitimacy,
referent pamoja na expertise power, right? So legitimate power ni ile nguvu ambayo mtu anaitegemea kwa sababu ya nafasi aliyonayo, seniority yake au authority ambayo anayo. Kwa hiyo legitimate ni kwamba nategemea nguvu yangu inayotokana na nafasi yangu, either mamlaka nilionayo kama kiongozi ama senior. Unaposikia mtu anasema nimeshasema mimi ndio kiongozi hapa, nimeshasema mimi ndio bosi hapa, nimeshaamua, maana yake huyu mtu anatumia legitimate power. Sasa hii ina uzuri wake kwa sababu watu wataobey because they have to, hawana option, inabidi walazimike. Lakini the bad side of it ni kwamba hautapata loyalty ya watu, na mara nyingi mtu anayetegemea legitimate power akiondoka kwenye nafasi huwa haheshimiwi tena wala hana influence tena, kwa sababu kwa mujibu wa John Maxwell ni kwamba leadership is all about influence, nothing less, nothing more. Kwa mtu anayetegemea nafasi yake, kwa hiyo hata wewe unawezekana ndio chief financial whatever, ndio controller, ndio internal auditor, hiyo ni nafasi. Sasa kuna watu ambao wanategemea hiyo nafasi ndio itumike kama sehemu ya mamlaka au itumike kama sehemu ya kuwashawishi wengine. Sasa it's somewhere to start, lakini it's not somewhere you need to end, kwa sababu nafasi huwa inaweza ikaondoka na nafasi huwa ina limitation. You have a limit on how much you can influence people with your position. Kwa lazima uangalie other means of power. Nyingine tunaita reward. Reward ni nguvu ambayo inakuwa associated na uwezo wako wa kumpa mtu tuzo au kumpa mtu faida. Kwa mtu anapomwambia mtoto, kwa mfano wazazi tunafanya sana hii kitu, anamwambia mtoto fanya homework nitakununulia pipi, fanya homework nitakupeleka ukacheze. What are you using there is the reward power, kwamba nina nguvu ya kukutunukia jambo fulani. Sasa hata kazini pia au kwenye profession zetu watu wana hizo powers pia. Mtu anajua kabisa kwamba nikibehave vizuri kwa huyu atanipa reward, pengine atanirecommend for promotion, atanirecommend for salary increment, atanirecommend for further studies, you see. So hiyo inaitwa reward power ambayo mtu anaweza akaitumia pia ku-undertake kama sehemu ya leadership yake ya kulead, lakini na yenyewe pia ina limitation yake, kwa sababu sio kila mtu anakuwa kumpa incentive kwa kutumia reward peke yake. Satisfaction ya mtu inategemea mambo mengi sana. Lakini ya tatu tunaita expert power, ambayo hii ni power unaokuwa nayo kwa sababu ya superior skills na knowledge on the subject matter. Kwa hiyo unapokuwa na uwezo wa kiufahamu juu ya eneo lako, mtaalam, tunapokuita mtaalam maana yake tunazungumzia pale ni subject matter. Kwa mtu anapozungumza I say hapo usiniingilie, mimi ni mtaalam kwenye eneo hili, maana yake tunazungumzia subject matter. Na kuna watu ambao power yao hawana authority, hawana reward power, lakini the only thing they have is expert power. Dereva, mtengenezaji wa magari, mechanic, inawezekana ana elimu ndogo kuliko wewe. Wewe umesoma, una degree, pengine una masters, ni mtaalamu wa mambo ya accounting, you are certified public accountant. Yeye hajui hayo mambo, lakini gari yako inapoharibika, yeye ana hold kitu kinaitwa expert power. Kwa hiyo na knowledge yako atakwambia, mama, bila hichi kifaa kununuliwa hapa hii gari haiendi. Unamuuza kifaa shilingi ngapi? 200,000. Unatoa 200,000 unampa. Kwa sababu gani? Is an expert in his area. Kwa hiyo yeye anakuinfluence wewe kupitia expert power. Kwa hiyo kuna watu ambao pia wanaweza kutumia expert power kama sehemu ya ku-influence leadership yao. Namba 4 tunaita referent power. Referent power ni power inayotokana na uwezo wako wa kupendwa na watu kwa sababu ya mahusiano ulionayo na watu. Kwa referent power huwa inakuwa gained, it is given by people. Wengine wanaita charisma in some sort. Okay? So ni ile nguvu ambayo inatokana na uwezo wako, kwa sababu ukiangalia kwenye leadership levels, level ya chini ni position, level inayofuata tunaita permission ambayo ina base kwenye relationship na watu, level ya 3 tunaita production level ambayo inatokana na matokeo uliyopata kama kiongozi kwenye nafasi yako, level inayofuata ya 4 tunaita people development ambayo inatokana na uwekezaji uliofanya kwenye maisha ya watu, na level ya 5 huwa tunaita ni legacy au pinnacle ambayo inatokana na kitu ulichokifanya on your lifetime ambacho kina kudefine. So referent power ni nguvu inayotokana na mahusiano mazuri na watu, kwa sababu umeinvest kwenye maisha ya watu, umefanya kitu kinaitwa emotional deposit. Watu wamekuwa loyal kwako kwa sababu wewe umeinvest kwenye maisha yako. Hii ndio wale watu wanasema kwamba I say bila fulani nisingekuwa hivi. Hii ndio watu wanasema yani mimi
huyu ndo alinisaidia 1 2 3 4 5. Huyo mtu maana yake atakuwa loyal kwako, sio kwa sababu umempa reward, sio kwa sababu umempa kitu kingine chochote, kwa sababu umemsaidia kwenye people development au ku develop as a person. Na nguvu ya 5 tunaita coercive power. Sasa coercive power ni nguvu inayotokana na uwezo wako wa kuadhibu wengine. Una uwezo wa kutoa adhabu, una uwezo wa kuwafanya watu wa comply. Kwa mtu anaposema I say, ukiwa mvivu kazini, mimi nitakuandikia barua warning, that's a coercive power. Kwa kuna watu wanaheshimiwa na wana mamlaka kama viongozi just because of that. So, kwa nini nimesema hizo nguvu? Kwa sababu you need to find out the balance. Unapotaka kuwa a leader without title or position in some ways, maana lazima ujue nguvu gani ambazo unazitumia. Sasa ukiziangalia zimegawanyika kwenye makundi makubwa mawili. Moja ni tunazoziita position power. Kwa kuna nguvu ambayo unakuwa nayo kwa sababu ya nafasi yako. Alafu kingine huwa tunaita personal power. As a position power ndio kama niliyosema legitimate power. Kwa mfano mtu anasema this is our boss, this is our senior, this is our chief executive officer, this is our managing director. Amesema director, mkurugenzi amesema. Unaposema hivyo maana yake you refer to the position power, ambayo inaambatana na hiyo ni reward, kwa sababu position inakupa nguvu ya kureward mtu, inakupa nguvu ya kuadhibu. Maana yake coercive power pia inaangukia chini ya position power. Lakini pia kuna resource power ambayo inaangukia chini ya position power. Kwa maana naweza nikaamua nani nimpe resource na nani nisimpe resource. Sasa upande wa pili unakutana na vitu vinaitwa person power, ambako ndo nataka kudwell hapa, kwa sababu naomba usikize sentence. In life you must have things that no one is able to take it away from you. Kama nguvu yako ulionayo ni kitu ambacho mtu mwingine anaweza akakichukua kwako, maana yake you are not powerful. You need to have something that no one can take it from you. So if it is your gift, umeirefine gift yako, it's your gift. No one can take your gift from you. It's character. No one can take it from you. So, kama ni expert in a particular area, no one can take it from you. Wanaweza usikupende, huwa naambia watu, unaweza ukamchukia mtu, lakini as long as you're an expert in his area, there's no way ukamwepuka. Kwa hiyo kwenye personal power maana yake unatakiwa uinvest kwenye maeneo ambayo yanakufanya wewe uwe mtu ambaye ni indispensable kwenye area yako. Na area mojawapo ni referent power na expert power. Kwamba jenga mahusiano na watu, lakini pia uwe expert kwenye area yako. If I have to tell you ni kwamba opportunities zote tunazozitafuta kwenye maisha huwa ziko mikononi mwa watu. So, the more good relationship I have with people, the more opportunities I'm going to get. Swali ni hili, leo tangu asubuhi mpaka sasa hivi, wewe umetajwa kwenye jambo gani hapa duniani? Na ni watu wangapi wamekutaja? Umesha kujiuliza? Umetajwa kwenye nini leo tangu asubuhi mpaka sasa hivi? Au for the past 1 week, umetajwa wapi na umetajwa kwa sababu gani? Na kina nani wamekutaja? Hiyo ndio inajulisha acceleration utakao kuwa nayo kwenye kuachieve your goals. When your name is mentioned on the strategic places with the strategic people for strategic reasons, manake wewe tayari umejipackage vizuri kwa success. Ila kama jina lako linatajwa tu kwenye vikoba waliochelewesha marejesho, linatajwa kwenye ofisini ambao hawajaleta ripoti bado, kila kunakotajwa ni matatizo, jina lako linatajwa kutoka kwenye matatizo, manake there is a problem with it. Sasa hiyo unaweza kuicontrol kwa sababu ni wewe ndio unatakiwa ubuild kwenye hiyo kitu, kwa sababu it is your personal power. Na hapo kiangalia nyingine ni information and connection power. You need to be informed. Kama nilivyosema kwamba half life of knowledge ni 2.5 years and 3 years. So, how do you showcase your ability? Unaonyeshaje uwezo wako? Kwa sababu ni kitu kimoja wapo kuwa na uwezo, lakini ni kitu kingine kabisa uwezo wako kuonekana. Kwa taarifa yako, kuna watu wana vipaji vya kucheza mpira ambao wangeweza kucheza Ulaya, lakini wamefia kule Tukuyu. Because nobody knew them, nobody saw them. Why? Kwa sababu ability ambayo haijaonekana haina faida kwa mtu. Manake if you are good at something but nobody knows about it, is as good as you are nothing. Kwa hiyo manake ni kwamba lazima nijue how do I package myself ili kile nilicho nacho, zile power nilizo nazo niweze kuzionyesha au kuzidisplay. So
kuna vichache ambavyo ningeweza kuvisuggest. Ya kwanza, unaweza ukafanya kitu kinaitwa professional writing. Maandiko yako yana represent value yako katika watu wanaokusoma. Sasa na nyinyi ni wataalamu zaidi kwenye area yenu. Kwa hiyo inaweza ikawa professional writing in terms of publishing, maybe a paper or something like that. Lakini you can narrow it down to be a professional writing hata katika mitandao ya kijamii ambayo unaishi, ambayo uko nayo. So, wewe ni mtaalamu mambo fulani. Hivi hauna kitu cha kutufundisha kinachohusiana na taaluma yako? Hauna kitu cha kutuambia kinachohusiana na taaluma yako? So, the more you write about what you know, the more people take you as an expert in that area. Kwa hiyo kwenye magrupu isiwe tu kuforward tu peke yake, lakini find a way to package yourself as a professional, as an expert, kwa kushare vitu ambavyo ni relevant na watu wanaweza kuvihitaji. So that's one way of showcasing your ability. Lakini jambo la pili ni kufanya contribution kwenye meetings. Na hapa research pia zinaonyesha wanawake wengi hawaongei kwenye vikao. Kukaa kimya sio hekima. Ni hekima tu kama utaweza kukaa kimya maisha yako yote, lakini kuna siku lazima utafungua mdomo. Na wanasema the moment you open up your mouth, you tell the world who you are. So make significant contribution, especially in strategic meetings. Now how do you do that? Usiende kwenye meeting bila kujua agenda. Usiende kwenye meeting bila kujiandaa. Sometimes it might not be a rocket science. Sio kwamba unaongea kitu cha ajabu sana, lakini when you know what is going to be spoken, manake utajua kitu gani unaweza kuongea. And let me tell you, yoyote ambaye huwa anatoa contribution significant kwenye meeting, huwa anakuwa considered kwamba ni mtu very professional. People tend to align their values to people who speak well in meetings. Kwa ukipata opportunity ya meeting, hakikisha kwamba unajipackage vizuri na una offer contribution. Acha ile habari ya kwamba na mimi naunga mkono, na mimi naunga mkono. Na mimi ndio hiyo nilikuwa nataka kusema. Naambia una jambo la kusema. Sasa na mimi ndio kama alivyosema, tuko pamoja kwenye hili jambo. Ndio hivyo nilivyokuwa nataka kuongea. Huwezi kuwa ni mtu wa kuunga mkono tu. Package yourself in those meetings. Is the place to showcase your abilities. Right? Number 3, volunteer. Volunteer. Kama kuna jambo ambalo linahitaji watu wa kujitolea, find a way of volunteering yourself. Angalia namna ambavyo unaweza ukajitolea. Na hapa naomba ni stress kitu kimoja. Sio kila kitu cha bure unachokifanya hakina thamani. Kuna tofauti sana cha kitu ambacho ni free na kitu ambacho is not valuable. There are a lot of free things you can do, but they are valuable. So sio kila kitu unachojitolea kufanya bure hakina maana. No. Kuna vitu vingi unaweza kujitolea vya bure, lakini vina thamani ndani yake. So volunteer when you have an opportunity to do so. Na wakati mwingine sio lazima kiwe kitu kikubwa cha kujitolea. Wakati mwingine tu you're in a meeting or in a gathering, wanasema tunahitaji mtu wa kujitolea kufanya jambo fulani. If you see that an opportunity ambayo itakuburden, just show up, kwa sababu you have to be in people's minds for you to be remembered when the opportunity comes. Number 4, offer specific advice to your superior. Bosi wako yule ofisini, bosi wako ambaye uko naye, au mtu ambaye amekuzidi. Find an opportunity to offer an advice. Uwe mtu ambaye unaweza ukaangalia kitu gani kinachomtatiza au priority yake iko kwenye maeneo gani. Kaa chini, tengeneza advice. Wakati mwingine hata unamwandikia tu, kuna hili jambo nimeona uko ukisema lakini nimefuatilia nikaona this is the best way we can do it. Au ukamfuata ukamwambia nataka nizungumze kuhusiana na hili jambo fulani. Talk to your superior. The more you identify yourself as a consultant attitude, ukiwa na consultant attitude, ku-offer advice, maana yake kile itakapotokea jambo, akitaka kushauriwa, akitaka kutuma mtu, akitaka mpe mtu opportunity, your name will be coming at the top. Atakuwa akiwaza tu anasema huyu nafikiri anaweza akaniwakilisha same fulani. And that's how you showcase your ability, right? Number 5, attend strategic professional gathering kama hii ambao umeifanya. Na hii jipangie. Jipangie kwa mwaka mimi nitahudhuria mikutano idadi fulani. Kwa mwaka nitahudhuria kwenye hiki na hiki na hiki na hiki. Nia ni nini? Kwa sababu kila unapo attend huwa unatengeneza network mpya ambayo uko nayo. Na your network huwa inadetermine sana your net worth. Aina ya watu wanaokuzunguka inategemea sana na aina ya watu na thamani ambayo utaibeba. Kwa taarifa yako ni kwamba leo ukiattend mkutano wote high level
watu wote ambao utakutana nao kwenye mkutano watakuchukulia wewe kwenye hiyo level ulioko. Ndio maana naambia watu, the easiest way to get a contact or a number of someone you admire, tafuta mkutano anaohudhuria, lipa gharama ya kuhudhuria. Kwa sababu ukihudhuria kwa kukutana naye pale Serena kwenye huo mkutano, mkikaa pamoja meza hii na hii, ukienda kumwomba namba, hana shida, atakupatia, anajua wewe ni mwenzako. Sasa wewe umetoka zako huko, yani ajua tu umetokea wapi, naomba namba yako, anaanza kushangaa, huyu anataka kuniteka au anataka kufanya nini, au anataka kuniomba hela huyu. So the easiest way is attend professional gathering. Utakutana na watu pale wenye vyeo vikubwa, wenye majina makubwa, ukikaa nao mnaongea, mko kwenye cocktail, mnapiga story na nini, naomba business card, atakupa business card, something like that. Inakuwa very simple kwa hiyo kupata kitu ambacho unakitaka. Mtu ambaye ulikuwa unamtafuta miaka na miaka, baada ya kumwendea tu inbox kila siku, natuma inbox ajibu, usifanye nini, just find a simple connection like that. Ukipata hiyo, kwa sababu hawezi mtu akakukuta kwenye mkutano mkubwa akakuchukulia ni mdogo. Akikuta kwenye mkutano mkubwa au gathering kubwa, anakuchukulia kwenye hiyo level. Kwa hiyo hataona kabisa kwamba ni msumbufu. Very easy, anaweza akakupa appointment very fast. Akwambia tomorrow come in my office, let's talk. As simple as that. So gharamia wakati mwingine is expensive, utahitaji kulipa pesa, lakini kumbuka pesa unayolipa kwa connection sio wastage, is an investment. Ni investment unayoiweka kwa ajili ya future yako. So lastly, what are the key skills you need to invest in? Unapojipackage for success, kuna skill chache ambazo nimezipiki ambazo nafikiri ukiwekeza kwenye hizo zinaweza zikakusaidia sana. Number one, nimegusia kwa sehemu, inaitwa networking skill. Networking skill. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kuwajua watu na kunetwork na watu. Ukitaka kujua kwamba wewe kama una network au una connect, angalia siku unapopata shida. Hapa nikimuuliza mtu hapa, let's say leo umepata changamoto ya ugonjwa, Mungu aepushe mbali, lakini for example, then unahitaji milioni 5 ya haraka sana. Hebu fikiria kwenye akili yako, utamwomba nani na nani ambaye una uhakika atakupa? So ukitaka kujua kwamba either una network au unajuana tu na watu, ni kwamba watu no network nao, maana yake there's a flow of value between the two sides. Kuna value inatoka kwako inaenda kwao, na kuna value inatoka kwao inakuja kwako. Hao ndio watu ambao tunasema umenetwork nao, au kwa lugha nyingine umeconnect nao. Ni watu ambao tayari wako within your circle. Sasa kwenye ulimwengu tunaishi sasa hivi ni tatizo sana, kwa sababu huwa tunaamini kwenye kuwajua watu. Kwa mtu akiwa na followers 5,000 kwenye Instagram, kwenye Facebook, whatever, anaamini yeye ni popular. Na kuna tofauti kati ya kuwa popular na significant. Unaweza ukawa popular lakini you are not significant, right? So kwenye networking skill, what I'm emphasizing ni kwamba ni muhimu sana watu kukujua wewe kuliko wewe unavyowajua watu. Na nataka utofautishe vitu viwili. Ni muhimu sana watu kukujua wewe kuliko hata wewe unavyowajua watu. Kwa sababu anayekupa value sio yule ambaye wewe unamjua. Anayekupa value ni mtu ambaye anakujua wewe. Na kukujua haimaanishi jina au profile yako. Inamaanisha anakujua kwa value unayoweza kudeliver au kuprovide. Maana yake ni kwamba kukiwa kuna tatizo au uhitaji, wanaposema tunamhitaji mtu fulani, ni watu wangapi wanaokujua wanaweza kukutaja wewe kama solution ya hicho kitu? Na mimi mnanielewa vizuri. That is key, kwa sababu watu wengi wanajua watu wengi, lakini wao hawajulikani na watu wengi. Na wanawaambia watu mara nyingi sana kwamba it's not a big issue kwa mimi kwenye simu yangu kuwa na namba ya Rais Samia. It's not a big issue. Sio big issue niwe na namba sio waziri mkuu au nitafute namba ya Mohamed Dewji. It's not a big issue. The issue is Samia na namba yangu. The issue is huyo Mohamed Dewji na namba yangu. Kwa hiyo usitutishie kwa kutuambia una watu 5,000 kwenye phone book yako. Sio size or number of the people you have. It's the value of the people who know you, especially in the area of which you have expertise. Kwa hiyo ili kujulikana kwenye hilo,
Maana yake ni kwamba lazima ujiposition strategically. Ndio yale mambo nimeyasema kule mwanzoni, kwamba una showcase vipi value yako. Kwa hiyo cha kwanza ni networking skill. Na unapo network, una network kwenye level 3. Lazima unetwork where you are going, unetwork where you are coming from, na unetwork where you are right now. Una network unakokwenda kwa sababu wao wana uwezo wa kukupull kule unakokwenda. Wana uwezo wa kukuambia walikosea wapi ili wewe usikosea. Wana uwezo wa kukuintroduce kwenye circles ambazo zingechukua miaka mingi wewe kuwa introduce. Ndio tunasema role ya mentors. Una network na watu wa level yako kwa sababu ndiko ambako kwa sasa hivi opportunities na taarifa unazozihitaji zinapita hapo. Una network na watu wa nyuma kwa sababu wao ndio wanaweza kukupush kwenda juu zaidi unakotaka kwenda. Because if you have got no one following you, it means you are not a leader. So your network has to be in 3 dimensions. Kwa learn about networking. Una network vipi? Kuna watu ambao wanakutanaga na watu ambao walikuwa wanawatafuta lakini hawajui cha kuambia. Unakuta kishakutana naye hana kitu kingine anachoweza kusema. Wewe nakuadmire wewe. Yaani nilikuwa natamani sana kukutana na kupenda. Yaani hivyo tu amemaliza. Kuna kitu kwenye business tunaitaga elevator pitch. Kwamba leo let's say kuna mtu unamwadmire sana, sijajua ni nani. Let's say umetoka hapo umeenda hotelini, ghafla huyo mtu unakutana naye kwenye lift. 2 of you. Lift inatoka floor ya 3 inashuka floor ya kwanza. Those 2 1 minute mnashuka. Una package vipi message yako? Unamwambia nini? Au ndio utaishia tu kusifia afu opportunity is wasted. Kwa sababu yote ambayo unakutana naye, you have to leave a lasting impression ili akukumbuke, ili ajue kwamba ulishawahi kukutana na wewe. So networking skill. Number 2, presentation skill. Haina maana kujua kitu kama huwezi kukizungumza. Ndio maana wanaambia watu huwa sipendi mtu anasemaga yani sio nisemeje, yani jamani sio niwaambiaje. Sharpen your presentation skill. Kwa sababu in the 61st second you are speaking to people, they establish whether to listen to you or not to listen to you. So you have to learn, how do you open up conversation? How do you attract attention of people? Hizo ni presentation skill. Kwa hiyo learn about communication. Ndio maana usishangae wakati tunasoma sekondari, vyuo, communication skill ilikuwa ni somo ambalo linafundishwa kwenye kozi zote, si ndio? Kwa sababu it's an important thing. Kwa hiyo na wewe pia learn about communication. And for your information, zile taaluma nilizozitaja mwanzoni, ukiacha wanasheria, the rest huwa wana shida ya communication, including accountants. Wanasemaga we speak in numbers, we speak in numbers. No, not every time we speak in number. Tunataka tujue, utueleze. So learn to communicate, learn to present. Wakati mwingine kuna watu ambao ni wazuri lakini hawawezi kupresent. Huwa wanashindwa mbele ya watu ambao they're average but they know how to present. Right? So third, negotiation skills. How you negotiate. Ulimwenguni you don't get what you deserve, you get what you negotiate. Watu hawakupi unachostahili, wanakupa kile ambacho una negotiate nacho. Na ili kunegotiate maana yake I need to know my value. So for you to be able to negotiate, know your value first. Once I know my value, that means I can be able to negotiate. Negotiate maana yake is where do I position myself on the table to get my stake. Kuna watu mko hapa, pengine hata amount of money you are being paid, not because you are not valuable, simply because you are not able to negotiate. Unakuja kugundua mwingine amenegotiate vizuri mpaka unachukia. Unasema I wish na mimi ningenegotiate kama yeye. So, na kinachowafanya watu wasinegotiate vizuri kwa sababu wanajidharau. Hawajioni kama wao ni watu ambao wana thamani au watu ambao wana value katika wanachofanya. So learn to negotiation is a technique. Negotiation is a skill. You can read books about it, you can watch video about it, but you need to learn. Na moja kitu ambacho nakionaga especially kwenye panel chat ambazo nimefanikiwa kukaa, especially kwenye interview, job interview. One of the worst thing nimekiona kwa Watanzania wengi, they don't know how to negotiate. They don't know. Ataongea vizuri nini, ata present, ukifika, so how much do you want us to pay you? Chochote. Chochote. How? Au mtu anaanza kujionyesha huruma, unajua mimi nategemewa. Hii si orphanage center. Negotiate depends on your value. So you need to, if you don't know how to negotiate, you always be undervalued. Na ngoja nikwambie kitu. Once people undervalue in the first instant,
you are creating what we call precedence. Manake all over they will put that as your value. Kwa sababu tunasema when you allow people to undervalue you, you are actually telling them how to treat you next time. Are you getting it? So learn to negotiate as a skill. Number 4, learn sales skill. Kuna wakati ukisema hivyo wanasema asa mimi siuzi chochote. No, you are selling your skill. Wewe ni mfanyabiashara ambaye umeuza ujuzi wako kwa kampuni au kwa taasisi unayofanyia kazi. Umeuza muda wako, umeuza skill yako na umeuza time yako. Hizo ni currency tatu ambazo umezitrade. So you have sold it. So learn sales skill. Kwa sababu kinachofetch higher price kwenye market not necessarily the best thing. Hapana, wakati mwingine it is what is sold strategically. Ni kile kinachouzwa vizuri ndio ambacho kinapata soko kubwa zaidi. So learn how to sell. Na sales is a skill. Kwa hiyo tafuta maarifa kuhusiana na skill ya sales. Na ya mwisho ni financial skill. The earlier you know about finance, the better it becomes for you. So learn about it and practice about it. So ukiweza kulearn hizo skill 5, naamini unaweza ukawa kwenye nafasi nzuri sana ya kujipackage for your success. Thank you so much and see you at the top. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.